dhidi ya KMC. Karibu sana kocha. Karibu. Asante sana. Habari sasa ya. Mimi nafikiri kwa upande wetu kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mechi yetu salama. Kama ambavyo tulivyosema jamani, tulikuwa tuna ratiba ngumu ndani ya siku 10, mechi 4, lakini alhamdulillah tumekwisha maliza 3 nao tumebakiza moja ambayo ni mechi ya KMC. Na siku zote nasema kwamba sisi Simba tunaga mechi rahisi. Mechi zetu zote kwetu sisi zote ni ngumu, lakini tunatambua ugumu wa mechi zote ambazo ziko mbele yetu sisi. Kwa hiyo tunahakikisha kupambana na ugumu wa game hizi kuhakikisha tunapata matokeo. Kwetu kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja, ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shemaloni tayari kisha ingia kwenye kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Uwepo wa wachezaji wetu kuwa vizuri wote kambini inatupa picha nzuri kabisa katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri na kutoka na alama 3 ambazo ni muhimu kwetu sisi. Shukrani sana mwalimu. KMC wako nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi, nafasi ambayo sio nzuri sana. Unafikiri kesho mashabiki wa Simba watarajia mchezo wa namna gani? Nafikiri watarajia mchezo mgumu sana kwa sababu tuko katika dimba la KMC nyumbani kwao ambao Simba tuko ugenini. KMC amekuwa na matokeo mabovu, hana matokeo mazuri, lakini ana timu nzuri sana pamoja kwamba na matokeo magumu. Tuko katika uwanja wa nyumbani kwao na wako katika nafasi ambayo sio nzuri. Kwa hiyo na imani kabisa hawatokubali kuweza kupoteza mchezo wa kesho. Hiyo inaleta picha kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu sana, lakini tumesema kwamba pamoja na ugumu wao na nyumbani kwao tumejiandaa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Karibu sana maswali kwa mwalimu Matola. Asante coach, naitwa Steve Kigora, nafikiria sina maswali mawili. Swali langu la kwanza, tumeona tangu mmeanza mechi ya kwanza hadi mechi ya 3 kila mechi mnabadilika. Licha ya kubadilisha wachezaji bila kimchezaji ndani kwenye pitch tunaona matokeo mnapata alama 3, lakini pia mchezaji mmoja kuna majukumu makubwa sana hata mwisho wa mtano na baadhi ya wachezaji. Kama mwalimu mnanufaika kiasi gani hasa kwenye kipindi kama hichi ambacho interval ya muda ni mdogo sana kwenye kila mechi? Lakini swali langu la pili, uchezaji falsafa yenu ya Simba na KMC hauna tofauti kubwa sana. Wote tunapenda kuposesi mpira. Kwamba mechi mbinu zaidi kimaandalizi ya kimfumo ni rahisi kwako kwenda kucheza mpinzani ambao unafanana naye falsafa. Ni kweli. Swali la kwanza kabisa kwetu sisi imekuwa ni faraja kwa sababu ukiangalia game tulizocheza za kwanza baada ya mashindano ya kimataifa tulikuwa tuna fatiki ilikuwa kubwa na wachezaji wengine walikuwa ni wagonjwa, lakini tulivyoendelea kukaa kambini game zilivyokuja wachezaji kidogo wameweza kupata mapumziko na hata performance imekuwa iko vizuri kabisa. Rotation imesaidia, ukiangalia Joshua amerudi kwenye form nzuri kabisa, lakini vile vile ukiangalia game iliyopita mtu kama Okejefa kacheza katika kiwango kizuri kabisa. Kwa hiyo rotation imekuwa ikitusaidia. Kwetu sisi ni nzuri kwa sababu tuna mechi nyingi, wingi wa wachezaji unaongezeka katika rotation. Kwetu sisi ni nzuri sana. Lakini cha mwisho kabisa ambacho umesema tunakutana na KMC ni timu ambayo inacheza mpira. Nimekwambia wana timu nzuri sana. Kwa hiyo na imani kabisa kutoka kuna burudani ya kutosha kabisa na nzuri kesho. Na imani kabisa kutakuwa kuna burudani na nzuri ya kutosha katika mechi ya kesho dhidi ya KMC. Mwalimu naitwa Timaya, natokea TV Tanzania. KMC wamebadilisha mechi ya ufunguzi. Kuna namna yote ambayo inaweza ikawapa ugumu kuelekea kwenye mchezo wa kesho kwa sababu interval ya muda ambao wamebadilisha mpaka sasa ni muda mfupi kwenye namna ambavyo walikuja katika Beatrice maisha. Yaani unajua nimeona nini mimi nimeona mzima 5 nikawa naelekeza sasa hanielewi. Kwa hiyo kule haisemi. na kujitambulisha kilango Timaya kutoka TV. Swali langu ni kwamba KMC wamebadilisha mechi na namna yote itawapa ugumu kwenye mchezo wa kesho.
Ya, ni kweli KMC wamebadilisha benchi la ufundi, lakini hawajaleta mwalimu mpya. Ina maana mwalimu aliyekuwepo katika timu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa hakutakuwa kuna mabadiliko sana ya uchezaji wa KMC, kwa sababu mwalimu ni mtu ambaye alikuwa katika timu toka timu ilivyokuwepo. Kwa hiyo sisi haiwezi kutupa ugumu, kwa sababu tunaelewa KMC wanavyocheza na wao wanatuelewa. Mimi na imani kabisa kutakuwa kuna mechi nzuri kesho. Asante kwa naitwa Juma Mohamed na kocha. Kwanza hongereni kwa kuendelea tena ushindi wenu kwenye ligi. Lakini tuambie inakuwa ngumu kiasi gani kucheza mechi hizi ambazo zinapatana, kwa maana ya ninyi kama walimu kwenye mechi hususan kufanya selection ya wachezaji. Lakini pia vipi madaktari wanaposhauri gani kwa namna ambavyo wanafanya mechi ili kuongeza wachezaji wengi, kwa sababu bado inaonekana kuwa na michezo mingi ambayo pia mnahitaji. Ya, ugumu wa kwanza ni jinsi ya kuiandaa timu, kwa sababu unapotoka kwenye mechi kila baada ya siku mbili una mechi. Kwa hiyo benchi la ufundi unapata tabu jinsi gani ya kuiandaa timu katika mechi inayokuja, kwa sababu huna muda. Utamaliza mechi leo, utafanya recovery siku inayofuata, and then siku inayofuata uiandae timu kwa ajili ya mechi ijayo. Kwa hiyo ugumu ni muda mfupi wa kuiandaa timu. Lakini kitu kizuri kwetu sisi ni rotation, kwamba tumeongezeka wachezaji na rotation imekuwa ikifanyika na tumekuwa tunafanya vizuri. Mwisho, kocha zungumza na mashabiki wa Simba kwa karibisho uwanjani kesho. Ya, kiukweli mimi kwanza niwapongeze mashabiki wetu wa Simba na niwashukuru kwa kile ambacho wamekifanya. Wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi na wamekuwa wakifuata kila sehemu ambako tunapokwenda. Kwa hiyo mimi niwaombe tunacheza kesho mechi ya 4 ambayo ni mechi yetu ya mwisho wa kiporo. Kama tulivyoanza nao pamoja, basi na kesho tumalize nao pamoja katika mechi yetu ya 4. Kwa hiyo tunawaomba kesho waje tupe supporta, na sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tunawaahidi ya tutawaangusha. Tutahakikisha tunafanya kile mwana Simba anahitaji Simba ifanye. Shukrani sana mwalimu. Huyo alikuwa ni Simba Matola, msaidizi wa Simba ambaye amezungumza na wanahabari, na ni wakati wa kumsikiliza mchezaji Hussein Abel. Atazungumza kwa upande wa wachezaji namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo huo. Karibu sana Hussein. Shukrani sana, asanteni sana, habarini za asubuhi. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho dhidi ya KMC. Naamini kila kitu kipo sawa. Tupo tayari kupambania kupata pointi 3. Kila mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunaamini kesho tunaweza kupata ushindi dhidi ya KMC. Shukrani Hussein. Umesema kila mchezo ni finali. Mnakutana na KMC ambao ni timu nzuri. Unaamini mchezo utakuwa aina gani kwa kesho? Mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu KMC nao wana process mpira vizuri. Kwa hiyo naamini mechi kesho itakuwa ni ngumu, lakini tumejiandaa vizuri kupata pointi 3. Kwa hiyo naamini kesho watu wajitokeze kwa wingi waangalie mchezo jinsi unavyokwenda, lakini naamini atokao changa karata yake vizuri ataweza kupata matokeo. Ila sisi tunaamini kwa tulivyojiandaa tunaweza kupata matokeo zaidi kesho. Shukrani. Maswali kwa mchezaji? Hussein, zungumza na mashabiki wa Simba kuwaalika uwanjani kesho. Kwanza tuwapongeze mashabiki na tunawashukuru kwa kipindi chote tulichokuwa nacho. Wao wamekuwa msaada mkubwa kwetu wa sisi kufanya vizuri. Tunawaomba watusaidie kesho, waje uwanjani kwa wingi, watokee kuisupport timu yao. Tunawapenda sana. Hiyo ndio mwisho wa sehemu yetu ya pili ya mkutano wa wanahabari kuelekea mchezo wa kesho kati ya KMC na Simba. Na sasa niweze kurudisha kipaza sauti kwa Omari wa Azam TV. Ulikuwa nami Loveness Bernard kutoka bodi ya